Kwanza nashukuru kwa kututembelea kwa ajili ya kutaka kujua mazingira ya soko letu la Kitonga, namna maendeleo yake yalivyo. Kwa majina mimi naitwa Ramadhani Mchite, ni katibu msaidizi wa soko hili la Kitonga. Kimsingi sisi tulikuwa tunaiomba serikali iweze kutusaidia namna gani ya kuliprove ili soko. Kwa sasa soko letu tumefikia hatua kubwa. Mwekezaji peke yake yeye ndiyo anayeweza kupambania, lakini kama serikali ingeweza kujitahidi kutoa sapoti, naamini kabisa kwa sasa tungeweza kufika eneo kubwa. Tulichokuwa tunaomba, kwa sababu ifikapo jioni wafanyabiashara wengi wanatoka wanaelekea kufanya biashara huko nje. Sasa kitendo hicho kinadhoofisha soko na vile vile inadhoofisha kuweza kupata mapato serikali. Lakini kama serikali ingeweza kuamua kupambana sasa kuwatoa wafanyabiashara huko nje, ilikuwa ni kitu kizuri, kwa sababu uwepo wa wafanyabiashara wengi hapa sokoni, tukiamini kabisa kwamba serikali ingeweza kupata pato la kutosha. Lakini kama wataendelea kuachia wafanyabiashara wadogo wadogo uwepo huko nje, maana yake kwamba bado soko letu litaendelea kuwa katika hali ngumu. Kwa hiyo tunaomba msaada, muweze kutusaidia kama serikali, mtuletee mikopo hapa. Wafanyabiashara wapo, ile mikopo ya Mama Samia ingeweza kuwasaidia wafanyabiashara wetu ili kwenda katika maeneo ambayo sisi tunayoyatarajia na serikali iweze kupata pato lake. Iko ndio swala la msingi. Tunauza vitu ambavyo hata vina maana, lakini kidogo kidogo tunapata hela. Tunaomba serikali tusaidie. Ombi langu soko itakapoboreshwa vizuri zaidi, naamini na wateja watakuwa wengi zaidi. Hata rais tungependekeza afike, kwa sababu ya kuja kuona uwezo wetu tunavyohangaika nao. Mama akiwa rais wetu, kama mwanamke mwenzetu, atuwezeshe ndani ya uwezo wa biashara zetu. Adija sana. Soko hili kwa kweli toka limeanzishwa ni soko zuri na ni soko la kisasa kama mnavyoliona, lakini tuna baadhi ya upungufu, hasa wafanyabiashara wakubwa. Tunaiomba serikali itusaidie kuboresha soko letu kimaendeleo zaidi, hasa wananchi wanaokaa nje kule, wanakaa sehemu ambayo si ya soko. Tunaiomba serikali itumie nguvu yake, wote waliokuwa nje wote waingie ndani ya soko ili tushirikiane kulitengeneza soko hili liwe kubwa zaidi, kwa sababu watu kadri watapokuwa ndani ndio na hili soko linaonekana. Wananchi wanapata shida kwenda kuhangaika, labda wengine wanataka ende Mbanda hapo. Tunaomba wafanyabiashara wakubwa walete hapa vitu, viazi, ndizi, nini, sababu hili ni soko la kisasa, vyoo safi, hakuna shida. Kama hivi mnavyoona sasa hivi watu wako kwenye mnada, watu ni wengi, pilika. Kwa hiyo naomba serikali tufanyie wepesi zaidi ili kuliboresha soko letu zaidi. Kwa kweli tunawakaribisha, tuna nafasi kubwa na tuna nafasi nzuri ya kutosha. Tunamuomba mkuu wetu wa mkoa hata yeye mwenyewe atembelee aone mambo yanavyokwenda na atuletee hao wa machinga waliokuwa huko hawana nafasi, huko nafasi tunazo. Tunamuomba sana mkuu wa mkoa. Kwa kweli soko letu nadhani mpaka kituo cha mabasi kiko ndani kama unavyoona. Mabasi yote yako ndani. Tuna nafasi kubwa kama unavyoona ya kujidai. Sio nafasi ya kujibanabana. Wafanyabiashara watafanya biashara safi kabisa bila matatizo yote. Ujumbe kwa afisa masoko, kwa kweli kwanza tunamuomba afanye kila jitihada atembelee soko hili ili aone maendeleo tulipofikia, ili na yeye atuongeze kwa juu zaidi, kwa sababu sehemu yote anapokuja mkuu basi mambo yanakuwa mazuri sana. Mama Samia tusaidie katika mikopo na mambo mengine, yani tuboreshe soko letu. Ni mengi yapo, lakini sasa hapa ni kituoni, ni stendi, kwa hiyo yanakuja, na tunaomba ruti zingine ziongezeke, maana kuna ruti chache. Kwa hiyo ruti zingine ziongezeke na magari yaongezeke, magari yako machache. Mkurugenzi anaweza akaja, tunamwomba mkurugenzi wa masoko aje na tutembelee.